Mechi pekee ya NBC Premier League iliyokuwa inachezwa leo kwenye uwanja wa KMC imemalizika kwa timu ya wananchi Dar es Salaam Young Africans kushinda kwa goli 1-0 dhidi ya Coast Union wa Mangusha, watu wa Tanga, ambao wamefungwa goli hilo na Pacome Zouzoua ambaye alifunga baada ya Max kutoa cross ambayo ilimkuta moja kwa moja kwenye engo ambayo wengi wanasema ni engo ngumu sana au impossible engo, ambapo Pacome aliumalizia kwa kichwa. Ni goli zuri sana ambalo amefungia timu yake ya Dar es Salaam Young Africans. Mechi ilikuwa ni nzuri sana, mechi ilikuwa na ushindani, kitu ambacho wengi hawakutegemea kukiona, kwa sababu waliona Coast kama inapotea, inakuwa kama ina in and out nyingi sana. Pia wametoka kumfukuza kocha wao mkuu ambaye ni Juma Mwambusi, ambaye alikuwa ameizoea hiyo timu, lakini leo amefukuzwa rasmi, hakuwepo kwenye benchi la ufundi Yanga walipokuwa wanacheza na Coast Union. Ikumbukwe pia Mwambusi alitambulishwa kwenye mechi ambayo alikuwa anacheza pia Coast na Yanga, mechi ya kwanza ile ya mzunguko wa kwanza ndo alitambulishwa, na amekuja kufukuzwa kwenye mechi ambayo wanarudiana. So lazima uangalie hivi vitu jinsi vinavyokaa na ligi yetu ya Tanzania jinsi inavyoenda. Ni kivyetu vyetu ndo hivyo. Mwambusi ameachana na timu na mengi yanazungumzwa nyuma ya Mwambusi kuachana na timu hiyo. Wengi wanasema ni benchi la ufundi ni kama lilikuwa alimheshimu pale ambapo wachezaji wasipomheshimu akiwasimamisha, viongozi walikuwa wanamjia juu. So yeye akaamua aachane nao kwa sababu aliona kama hawawezi kumsikiliza na hawawezi kwenda sawa. So Mwambusi akaamua kuchukua zake 50 na kuachia timu yao Coast Union. Sasa ni mechi ambayo ilikuwa na ushindani, ilikuwa na ushindani mkubwa sana. Mechi ilikuwa inatembea kweli kweli. Coast nao wanaenda upande wa Yanga, wanashambulia japo hivyo, lakini pia Yanga nao wameshambulia sana kiasi ambacho wengi wameshangaa kwa nini Yanga wamepata goli moja. Ukiangalia wamepiga shoot on target, Yanga wamepiga shuti 10, lakini wamepata goli moja. So ni kwa golikipa wa Coast Union ambaye alikuwa amelilinda vizuri lango lake bila kuruhusu goli nyingi. Kwa ameruhusu goli moja tu kati ya mashuti 10 ambayo yamepigwa golini, amelenga goli, lakini Yanga wakapata goli moja. So credit kwa golikipa wa Coast Union, na ni kweli alikuwa vizuri. Kuna zingine ambazo unaona kabisa yeye ni kamba, lakini alikuwa anaokoa. So ni pongezi kwake kwa kiwango walichokionyesha. Na mechi hiyo Coast wameicheza kwa nguvu sana, kitu ambacho wengi kinatupa wasiwasi kwamba mechi zijazo wanaweza kapoteza ile tunaita wakawa chini kwenye ile fiziki yao, kwa sababu wamecheza mechi kubwa sana, alafu mechi hizi zinafururiza. So inaweza ikawapotezea tena kwenye mechi inayokuja, unakuta wanapoteza pointi tena kutokana na kwamba wametumia nguvu nyingi sana kucheza na timu ambayo kushinda ilikuwa ni uhakika. So tusubiri tuone nini kitatokea. So ushindi wa Dar es Salaam Young Africans ambao wameupata leo umewafanya waendelee kushika nafasi ya kwanza, huku wakiwa wamecheza michezo 24. Huu ulikuwa ni mchezo wao wa 24 ambapo wamefikisha point sasa hivi ni 64 baada ya kushinda leo. Mara mwisho walikuwa na point 61, baada ya kushinda leo point 3 wamefikisha alama 64, huku Simba akifuata nyuma, yeye akiwa na michezo 22 ambapo wao wana pointi 57. Lakini nafasi ya 3 yupo Singida Black Stars, ambaye yeye baada ya kumfunga Azam jana ameshika nafasi ya 3, huku Azam akishuka nafasi ya 4. So mechi inayofuata kwa Dar es Salaam Young Africans ni tarehe 10 ambapo wataenda kukutana na Azam, ambayo ni Dar es Salaam Derby. Itachezwa tarehe 10 mwezi huu wa 4, ambapo ni siku ya Alhamis kwenye uwanja wa Azam Complex. So ni mechi ambayo Azam wanaitaka sana, lakini Yanga wanaitaka pakubwa sana, kwa sababu wanahitaji kuendeleza lile gap la point lisiweze kufikiwa na Simba. Lakini Azam wanahitaji hizo point 3 kutokana na kwamba wameshashushwa nafasi yao ambayo walikuwepo,
na kupelekwa nafasi ya 4 ambayo Singida walikuwepo. So Azam watahitaji sana hizo pointi 3 ili waweze kuretain nafasi yao, warudi nafasi yao ya 3. So ni nani atashinda hiyo mechi, tutajua ni yupi ambaye ataibuka mshindi wa hiyo mechi. Lakini mpaka sasa hivi kwa jinsi ambavyo msimamo wa wafungaji unavyoelekea, ni kwamba bado upo stable, upo vile vile. Kilichoongezeka hapa ni Pacome kuongeza goli la 8, lakini msimamo upo vile vile. Anayeongoza kwa ufungaji ni Jean Charles Ahoua ambaye ana magoli 12, lakini anafuatiwa na Clement Mzize ambaye ana magoli 11. Chini yake kuna Prince Mpumelelo Dube ambaye ana magoli 11 pia, lakini anafuata Elvis Mpia baada ya kufunga jana, ameongeza goli 1 na kufikisha magoli 10. Wakati Steven Mkwara yeye ana magoli 9. Soa ana magoli 8. Tukumbuke Soa ana mechi 9 mpaka sasa hivi toka amesajiliwa, lakini ana magoli 8. Wakati Ateba ana magoli 8. Peter Ruasa yeye ana magoli 8. Pacome Zuzwa ana magoli 8. Paul Peter ana magoli 8 pia, lakini Jibri Sila ana magoli 8, wakati Stephen Aziziki, Master Key, MVP na top scorer wa msimu uliopita ana magoli 7, wakati Chikora naye ana magoli 7. So hiyo ndo listi ya wachezaji ambao wanaongoza kwa magoli. Jean Ahoua anaendelea kuongoza jedwali pale juu. Lakini tukiangalia kwenye assist hapa tunaona Faisal Salum yeye ana assist 12. Huyu Feitoto amesimama kufunga sasa, yeye anatoa assist 2. So ana assist 12, akifuatiwa na Max Nzingeli mara baada ya kutoa tena leo assist kwa Pacome Zuzwa, ameongeza kutoka assist 7, sasa amekuwa na assist 8, ni wa pili. Wakati wa tatu ni Pacome Zuzwa, yeye naye pia ana assist 8. Anayefuata ni Joseph Bada, huyu pia ana assist 8, wakati Prince Mpumelelo Dube yeye ana assist 7. Aziziki ana assist 7, wakati Jean Charles Ahoua ana assist 7 pia. So kwenye upande wa Yanga ukiangalia hapa kwa wachezaji wa Yanga, ukimzungumzia Pacome mpaka sasa hivi ana assist 8, lakini pia ana magoli 8, kwa amehusika kwenye magoli 16 mpaka sasa hivi kwenye magoli ya Yanga ambayo wamefunga mpaka sasa hivi. Wana magoli 56 mpaka sasa hivi. Kwa Pacome amehusika kwenye magoli 16, wakati Max Nzingeli yeye ana assist 8, lakini pia ana magoli Max ana magoli 5. So ukijumlisha hapo unakuta ana magoli 13. Yes, 13. Ana mchango wa magoli 13 kwenye timu yake ya Yanga. Lakini Stefan Aziziki yeye ana magoli 7, huku ana assist 7, kwa ana mchango wa magoli 14 mpaka sasa hivi. Wakati ukimzungumzia Prince Mpumelelo Dube yeye ana magoli 11, lakini ana assist 7. So hapo amechangia magoli 18 mpaka sasa hivi Prince Mpumelelo Dube. So unaona ni jinsi gani ambavyo Yanga wamejipanga huku juu, ni jinsi gani ambavyo wanaichangia timu yao kuwa pale ambapo ipo mpaka sasa hivi. So Yanga wanaendelea kuongoza ligi mpaka sasa hivi, kwa sababu toka wamepanda pale juu hawajapoteza mechi yoyote. So Simba wakitoka kwenye mechi za kimataifa watakutana na msimamo huu ambao mpaka sasa hivi Yanga anaendelea kusimamia pale juu. So Simba watakuwa na kazi ya kufanya ili wasipoteze mechi yoyote ambayo itakuwa mbele yao, so ili waweze kuweka ushindani kwenye mechi au kwenye ushindani wa kuchukua kombe la NBC Premier League. So ni mpambano mkali sana, ambapo ukiangalia msimamo wa juu umekuwa wa moto kweli kweli, lakini pia ukiangalia msimamo wa chini zinazo kuepa kushuka daraja, nao ni msimamo ambao nao umekaa kimachale sana. Ukianzia kwenye nafasi ya 10 na tuseme tu kuanzia nafasi ya 9, ambapo nafasi ya 8 ambapo Fountain Gate wapo wana pointi 28. Nafasi ya 9 kuna Mashujaa ambao wana pointi 27. Kuna Namungo nafasi ya 10 wana pointi 27. Kuna KMC nafasi ya 11 na pointi 27. Kuna Pamba Jiji nafasi ya 12 wana pointi 26. Kuna Coast Union nafasi ya 13 wana pointi 25.
Alafu kuna Kagera Sugar nafasi ya 14, yeye ana pointi 22, wakati Tanzania Prisons yeye ana pointi 21 akiwa nafasi ya 15, wakati mkiani kuna Ken Gold ambaye ana nafasi ya 16 ana pointi 16. Huyu aishajikatia tamaa, yani huyu mpaka sasa hivi aishashuka daraja moja kwa moja. Sidhani kama anaweza kapona mara baada jana kubugizwa goli 3-0 mbele ya Dodoma Jiji. Sasa mpaka sasa hivi sidhani kama anaweza kujishikilia hapa, ila kutoka hii nafasi ya 15 mpaka nafasi ya 8 hawako salama hawa wote, maana ukishinda tu point hapo napanda juu 20 na ngapi hizo, 27, 26, 25, 22, 21, hawa wote wanaweza kakwepa kushuka daraja. So tuone ni nani ambaye atashuka daraja, maana kunako kuna vita yake, wakati kule juu pia kuna vita yake. So hii ligi mpaka huu msimu ina utamu wake chini na juu. So ni nani ambaye atashinda mipambano hii, tuendelee kuangalia hii ligi.